Hujambo, huu ni Mshike Mshike, mimi ni Fatma Abdallah Chikawe. Tuanzie kuangazia taarifa ambazo tuko nazo. Mnyama Simba kesho majira saa 10 za jioni atashuka dimba la KMC Complex kuikabili Singida Black Stars katika mwendelezo wa ligi kuu soka ya NBC. Mchezo huo ni muhimu kwa Simba kushinda ili kuendeleza harakati zake za kulisaka taji la ligi kuu, ambapo wapinzani wao wakubwa ni watani wao wa jadi Yanga. Lakini Simba yenyewe ina alama 69 kwenye msimamo, nafasi ya pili, na inacheza na Singida Black Stars ambayo ipo kwenye nafasi ya 4 ikiwa na alama 53. Kocha msaidizi wa Simba Selemani Matola na mlinzi wa kulia David Kameta Duchu wameeleza utayari wao kuelekea mchezo huo. Kweli kwetu sisi tunamshukuru Mungu baada ya kumaliza mechi yetu ya mwisho juzi ya finali, na tuliweza kurejea Dar es Salaam jana na moja kwa moja kuingia kambini kwa ajili ya mechi yetu ya kesho dhidi ya Singida. Kama tunavyojua ni kwamba ni mechi yetu ya kiporo na sio mechi rahisi. Tunaijua kwamba ni mechi moja, Singida ni moja ya timu ngumu sana, ambayo ni timu ambayo imewekeza, ina wachezaji wazuri, ni timu ambayo katika ligi inasumbua. Kwa hiyo tunajua kwamba tuna mchezo mgumu katika game yetu ya kesho. Kwa hiyo sisi kama Simba tumejipanga na tupo katika maandalizi mazuri kabisa ya kuhakikisha tunapata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho, japokuwa pamoja na ugumu wa Singida, lakini lazima tupate pointi 3 katika mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wetu wa kesho, japo tunatambua mchezo hauwezi kuwa rahisi kutokana na mpinzani wetu, hasa kwenye mechi yetu tutakuwa tunapata upinzani kweli, lakini sisi kama wachezaji tupo tayari kupata mechi kesho nzuri, na tunatarajia kuwa mechi itakuwa ngumu, lakini sisi kama Simba tutajitahidi kuweza kupata pointi 3. Kwa upande wa Singida Black Stars, kupitia kwa kocha mkuu wake David Ouma na golikipa Benedict Haule, wamesema wapo tayari kwa vita hiyo ya kuania alama 3 dhidi ya mnyama Simba hapo kesho. Tulikuwa tunajitafuta kwa msimu mzima, so sometimes tungekuwa careful, sometimes tuko conscious, lakini sasa hivi ndo nimesema hayo yalikuwa ni maandalizi, lakini sasa hivi ile dhamira ambayo tulikuwa nayo kama Singida Black Stars, tuko pale kwa mlango ni kubisha. So sometimes unaangalia level ambao uko, na ukijaribu kuangalia sasa hivi tumepata ile tiketi ya CAF. So mashabiki wetu mechi ambazo zimepita, nataka kuwapea kongole sana kwa sababu wametokea kwa uwanja kusupport wachezaji vilivyo, na ni jambo ambalo nataka kuzidi kuambia wazidi kuimarika. Singida Black Stars mahali imefika sasa hivi, mashabiki wetu si wa kukaa nyumbani tena. Sisi kwa upendo wetu kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kufika Dar es Salaam salama na tumeweza kuizoea hali ya hewa. Pia kingine tunaenda kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Tunaamini mechi ya kesho itakuwa ni mechi ngumu, lakini sisi kwa upande wetu makocha wametupa mbinu zote na tumeshajiandaa kwa asilimia zote, asilimia 95 kwa ajili ya mechi ya kesho ambayo tunasubiria tufike katika uwanja wa mapambano. Wakati huo huo, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmad Ali anasema kikosi chao kimekosa muda wa kujiandaa ipasavyo kutokana na ufinyu wa muda, kwa sababu siku 2 zilizopita kimetoka kucheza mchezo mgumu wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane ya Morocco kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Hatujafanya maandalizi kuelekea mchezo wa kesho. Tumecheza finali yetu juzi, jana tumesafiri, na leo ndio tunafanya mazoezi yetu ya kwanza na mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo huo. Nasema hatujafanya maandalizi kwa sababu ya umuhimu na ugumu wa mchezo wenyewe. Ungetamani kupata muda kidogo wa kufanya maandalizi ya kutosha, lakini ratiba iko hivyo, ina ugumu wake na hatuna budi kwenda kucheza mchezo huo, lakini lazima tukiri kwamba ni mchezo mgumu kwa sababu hatujafanya maandalizi ya kutosha kuelekea katika mchezo huo. Lakini haitoshi, tunakwenda kukutana na mpinzani mgumu kweli. Lakini yote kwa yote, sisi tuko tayari kushuka dimbani kuwakabili wapinzani wetu, na kwa ubora tuliokuwa nao na uzoefu tuliokuwa nao
tuna imani kubwa ya kupata matokeo mazuri katika mchezo huo. Lakini ukiangalia vile vile mahitaji yetu ambayo ni kutopoteza hata mchezo mmoja ambao tunacheza katika ligi kuu ya NBC, maana yake ni kwamba tunalazimika katika mazingira yeyote yale kufanya kila tunachoweza, twende tukapambane tupate ushindi. Jambo zuri la kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba hatuna mchezaji mwenye majeraha. Wachezaji wetu wote wako vizuri na wako tayari kwenda kuitumikia Simba katika mchezo wa kesho. Katika hatua nyingine, Ahmed Ali anasema mlinzi wa kati wa timu hiyo Abdurazak Hamza yeye ameimarika kiafya na huenda kesho akacheza dhidi ya Singida Black Stars. Hivyo kwa mashabiki wenyewe wajitokeze kwa wingi kuishangilia timu yao uwanja wa KMC Complex. Abdurazak Hamza anaendelea vizuri na hakuwa na majeraha, alikuwa anaumwa tangu mechi ya kwanza kule Berkane. Kabla mchezo alikuwa anaugua malaria, akatibiwa. Mechi ya pili bado afya yake ilikuwa haijakaa sawa sawa. Unajua homa kali ikikupiga uwezi tu kupona na kuingia uwanjani moja kwa moja. Kwa hiyo imani ni kwamba hadi kufika kesho atakuwa ametengemaa kwa 100%. Nichukue nafasi hii kualika wanasimba kutoka sehemu mbalimbali, twende tukawapongeze wachezaji wetu kwa kazi kubwa na heshima kubwa ambayo wametupa kutufikisha hatua ya fainali. Tumeiangalia fainali kwa pressure kubwa, lakini mechi hii dhidi ya Singida inawezekana ikawa ni mechi nzuri kwetu ya kukaa na kuwashangilia na kuwapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Ni Ahmed Ali huyo, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Lakini kwa baadhi ya mashabiki wa Simba wao pia wametoa maoni yao kuelekea mchezo huo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara dhidi ya Singida Black Stars. Siku ya kesho tusivunjike moyo, tujeni uwanjani kwa wingi, tuje kuisupport Simba yetu. Bado tuna safari ndefu, tuna kombe moja ambalo la CRDB na bado la ligi kuu. Na maana tuna michezo miwili mikubwa, bado matumaini tusiondoe kwenye mchezo. Mashabiki wote wa Simba Sports popote alipo, tunaomba tushikamane kesho tuje kuishabikia Simba yetu. Na amini mchezo wa kesho ni mchezo mgumu, lakini naamini tutafanya vizuri kwa sababu tumejeruhiwa, wachezaji wetu wamepambana, wamefanya vizuri, lakini bahati kwa sio ya kwetu. Wajamaa wamechukua kikombe, wameondoka nacho, lakini naamini kesho tutakuwa na hasira kubwa sana. Kwa mechi ya kesho naona kama Simba tutashinda kwa sababu tumepoteza finali kule. Kwa hiyo kikubwa tunafocus kwenye mechi ya kesho ili tushinde, tuendelee na ligi kuu na kombe la CRDB. Kwa hiyo naomba wana Simba kesho tuje uwanjani wengi, tujae uwanja, support timu yetu ili tuweze kufanya vizuri. Matarajio yetu ya mchezo wa kesho, matarajio ni makubwa kwa sababu wachezaji wana morali ile ya finali na uwezo wa wachezaji mmoja mmoja ni mkubwa. Kwa kiufupi, na mwalimu Fadlu Davis amepanga kikosi chake kipasavyo na tuna matumaini kubwa kama tunaenda kushinda kwenye mchezo huu. Ni baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wakizungumza kuelekea mchezo huo wa kesho, Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars. Naungana na Andrew Kingamkono, mchambuzi wetu wa masuala ya soka. Karibu sana Andrew. Asante sana. Ukizitaja miongoni mwa mechi tamu kuzishuhudia, na inawezekana pia ni mechi kubwa katika ligi kuu soka NBC Tanzania bara, basi huwezi kuacha uzungumzia mchezo wa Simba na Singida au Singida Black Stars dhidi ya Simba. Koma ni kesho KMC Complex. Ni mechi ngumu kwa sababu ni mechi ambayo mimi naiona kama mechi itaamua hatima ya msimu wa Simba. Kwa sababu iwapo Simba atafungwa, ndoto zake za ubingwa zitakuwa kwenye mashaka zaidi. Na ujue baada ya siku 3 zijazo au siku 5, nadhani tarehe 30 wanakutana. 31 wanakutana tena kwenye finali ambao tena wanakutana hao wawili. Kwa hiyo Singida naiona imeshika hatima ya Simba ya msimu wake. Kwa hiyo ninachomuona kwa kocha Fadlu, kama ataweza kuitengeneza timu yake kisaikolojia, wakasahau yalotokea Zanzibar, kesho wakaja wakacheza, wakaonyesha ukubwa wao, kwa sababu timu kubwa inaweza ikidondoka iweze kuamka mapema na kujipanga kwa ajili ya kujikabili kwa mechi inayofuata. Yawezekana huo pia ukawa ni wasiwasi wa wengi, kwa maana ya sio tu
kisaikolojia wachezaji kurejea mchezoni, lakini pia hata muda wenyewe, tofauti wa mchezo mmoja na mchezo mwingine. Wametoka kucheza kwenye mchezo ambao ulikuwa unahitaji nguvu kubwa, na ni siku moja tu ambao tunasema wamepumzika. Jana wamerejea safari, leo wamepumzika, lakini kupumzika kwenyewe kunaendana na mazoezi ya maandalizi ya mchezo wa kesho. Kwa muda uko ndani ya muda, kwa sababu wanasema ni masaa 72 kabla kutoka mchezo mmoja mpaka mwingine, ndio utaratibu. Kwa hiyo kucheza Jumapili, kapumzika Jumatatu, Jumanne, Jumatano anacheza, hiyo ratiba iko. Sema Simba na timu zetu kubwa za Tanzania zimezoea kupewa muda mrefu zaidi wa kujiandaa. Na muone mmsikia Ahmed analalamika kwamba muda ukutosha, lakini wao ndio wamesababisha hivi vipolo vikwa kuta. Kwa hiyo wamesababisha au ni kutokana na mafanikio ambayo timu za Tanzania mafanikio imepata, lakini nadhani TFF na bodi ya ligi inabidi walitazame upya. Kwa sababu gani? Unapopata mafanikio, timu lazima bado ibaki kwenye ratiba zake za ligi kama kawaida. Usijibebeshe vipolo vingi. Kwa sababu mwingine timu zinaomba. Mara nyingi unasikia timu inaomba, bwana tunaomba mechi zetu isogezwe ili tujiandae na mechi ya kimataifa. Unatumia wiki nzima kujiandaa na mechi moja. Wakati hapa katikati ungeweza kucheza ikawa ni sehemu ya maandalizi yako ya mechi inayofuata ya kimataifa. Kwa hiyo kinachotokea sasa hivi ni mzigo wanao. Kwa hiyo wanajaribu kusema ratiba inawabana kutokana na wanajua asili ya mazingira waliokuwa nayo sasa. Wanataka ubingwa wa ligi kwa sababu wajifute machozi, na vivyo wanataka kuingia finali ya CRDB Federation Cup nao wakajifute machozi. Kwa hiyo muda unawabana kweli. Sasa Singida wenyewe ambao wanacheza nao, wao wamekuwa na muda wa kutosha kabisa wa mapumziko. Ni juzi tu hapa tumesikia wamecheza mechi ya kirafiki, lakini ilikuwa ni ya ndani dhidi ya Yanga. Faida unaiona hapa au ni hasara kiasi gani pia kwa timu kukaa muda mrefu bila kucheza? Hasara inakuwa kubwa kwamba wachezaji wanapoteza ule umakini wa mchezo. Unapokaa muda mrefu bila kucheza mechi ya mashindano, unakuondoa kidogo, sababu wamekaa almost wiki 2 toka wamecheza mechi yao ya mwisho. Kwa hiyo nadhani hii mechi ya Yanga kidogo imewabusi, japokuwa mechi ya kirafiki ni ya kirafiki. Kocha mara nyingi anatumia mechi ya kirafiki kuangalia jinsi timu inavyo-flow na mpira inavyotengeneza nafasi. Kwa hiyo naona inaweza ikawapa wakati mgumu kidogo, na hata rekodi zao kwa Simba katika misimu ya karibuni hawana rekodi nzuri sana dhidi ya Simba. Kwa hiyo na mechi ikichezwa Dar es Salaam hivi naona Simba yuko kwenye nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Tukushukuru sana. Asante. Lakini pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Andrew Kingamkono, huyo mchambuzi wetu wa soka, tulikuuliza swali pia kuelekea mchezo huu wa kesho. Je, ni yapi maoni yako kuelekea mchezo huu wa kesho, ligi kuu ya NBC, Simba dhidi ya Singida Black Stars? Tunaanzia ukurasa wetu wa Instagram kama kawaida. Dr. Majid Hassan Mvula anasema mechi ni ya mtego sana. Simba washushe pressure kwa kukosa kombe, maana pia kwao ushindi na Singida watataka kutumia nafasi hii kupiga kwenye kidonda. Ila all in all mechi itakuwa ya kimkakati sana. Yoyote anaweza kushinda, na mimi nampa nafasi kubwa mnyama kwa kuwa bado yuko fit physically. Emmanuel Singano anasema mechi ya kesho ni mechi nzuri sana. Singida na wachezaji wazuri na Simba na wachezaji wazuri zaidi waliounda timu bora sana. Hivyo ushindi kwa mnyama ni lazima insha Allah. Lakini Ekron Junior anasema ni mechi ngumu, ila binafsi nampa nafasi Singida Black Stars sababu Simba atakuwa ana uchovu sana kutokana na kutopata muda wa kupumzika. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook maoni yako pia. Saidi Msakwa kutoka Handeni Tanga anasema mechi itakuwa ngumu kwa Simba. Hii ni kutokana na saikolojia ya wachezaji wa Simba kukosa ubingwa, lakini kama kocha wao kawajenga wachezaji kisaikolojia, itakuwa ni mechi ngumu kwa pande zote mbili kwa sababu Simba anawania ubingwa. Lakini Machimu Songo kutoka Simiyu, mechi itakuwa ni ngumu sana japo Simba katoka kucheza fainali na kapoteza, hawezi kukubali kufungwa tena. Hii mechi kwa Simba ni muhimu sana hii ili imweke sawa kwenye msimamo wa ligi. Kila la heri timu yake ya Simba japo bado maumivu hayajaondoka ya tarehe 25. Simba nguvu moja, amemaliza hivyo. Cyprian Ladislaus anasema hii ni mechi ya mtego sana, maana atakayetumia nguvu kubwa kesho atakwama tarehe 31. Bila shaka anazungumzia kwenye mechi ile ya nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Anasema yeye anaona kwamba nafasi, lakini tukitazama ukurasa wetu wa X, Dr. Salum anasema naona Simba ikichukua alama 3 muhimu na kujiweka nafasi nzuri ya kufukuzia ubingwa wa ligi kuu. Lakini Dr. Dreo anasema Simba wasiwabeze Singida, maana wakipoteza mechi basi Yanga tunabeba kombe na Simba atatoka kama Arsenal. Naam, maoni hayo katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii.
Na tumerejea hapa, tunaendelea kuangazia taarifa zetu wakati huu, na nikufahamishe kwamba baada ya mchezo huo wa kesho wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara kati ya Simba na Singida Black Stars, timu hizo mbili zinakutana tena Mei 31 kwenye uwanja wa Tanzanite kwa Raha kule Manyara, na hiyo ni katika nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Vipi maandalizi ya mchezo huo, hususan uwanja wenyewe wa Tanzanite kwa Raha? Na je, idara ya mashindano ya shirikisho la soka Tanzania TFF imejipangaje? Muda huu kama kawaida naungana na mwandishi wetu Hassan Hemedi Mvula ambaye anazungumza na mkurugenzi wa mashindano wa TFF Salum Madadi. Kwako Mvula. Asante Chikawe, na bila shaka mtazamaji wa Azam TV muda huu angependa kufahamu kile ambacho kinajiri na hususan maandalizi kuelekea mchezo huo wa nusu fainali ya pili, na muda huu niko na mkurugenzi wa mashindano wa shirikisho la soka la Tanzania TFF Salum Madadi. Nikukumbusha kwamba huyu amehudumu katika mpira ndani ya shirikisho tangu mwaka 2002 akianza kama kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, lakini pia amekuwa mkurugenzi wa ufundi akapita, lakini pia kwa sasa ni mkurugenzi wa mashindano. Salum Madadi, maandalizi yakoje kuelekea mchezo huo kwa kushirikiana na wenyeji kwa maana ya chama cha soka mkoa wa Manyara? Maandalizi ya nusu finali hiyo yameanza na anakwenda vizuri. Lakini katika hilo niwashukuru sana wenzetu wa Manyara. Lakini kabla hata kuwashukuru sana wenzetu wa Manyara, nataka nitumie fursa hii kuwashukuru wale wote waliotuwezesha kufanikisha nusu finali ya kwanza kule Tanga. Tulikuwa na mechi bora kabisa. Tulikuwa na mechi na ushindani kabisa. Washindi wa mechi ile wamefanya kazi kubwa na ya maarifa mengi kiwanjani mpaka kupata ushindi ule wa kuingia finali. Kwa hiyo nirudie kuwapongeza timu zilizoingia kwenye finali, kwenye nusu finali ile, kwa maana JKT, Young Africa. Watu wa Tanga wamepata faraja, lakini tulipata bahati nzuri sana. Yanga walituunga mkono kwa kushirikiana na vijana wetu walio kwenye center yetu pale Tanga, vijana wadogo, wasichana, wakapata bahati ya kupiga picha na wachezaji wa Yanga, wakachanganyika kwa kipindi fulani kabla Yanga hawajafanya mazoezi yao. Tukio lile limenifurahisha sana na nadhani limewatia hamasa watoto wetu kupenda mpira. Na ni kitu hawatasahau katika maisha yao kwenye kerea ya mpira, kwamba mwaka fulani nilipiga picha na mchezaji fulani, picha hii hapa. Ni jambo lilikuwa la hamasa sana. Kwa hiyo ile nusu finali ilifana sana na ilikuwa na faida kubwa sana kwenye maendeleo ya soka. Nusu finali ya pili tunakwenda kucheza uwanja wa Kora Manyara. Tumeanza maandalizi yanaendelea sasa hivi. Picha nazozitaji, picha za pichi nzuri. Kwa hiyo ninaamini mpaka kufikia kesho kutwa, tukijaliwa, kila kitu kinachohusiana na maandalizi ya mchezo ule kitakuwa kimekamilika. Na mimi nikijaliwa nitaungana nao kesho jioni kwa ajili ya kuendeleza maandalizi hayo. Kwenye maandalizi yetu kule tunategemea kufanya kazi karibu zote na wana Babati, kuanzia kazi za security, kazi zingine za mapambo kupitia CRDB. Tunategemea kuwa na taswira nzuri sana ya hili shindano siku ya tarehe 31. Lakini kwa sasa nashukuru sana, nimepata ushirikiano na mjumbe wetu wa kamati ya utendaji anaitwa Bisara aliyoko pale.
anampa kila support kijana wetu alikwenda kupendezesha uwanja. Naam, na bila shaka mshindi wa mchezo kati ya Singida Black Stars dhidi ya Simba atakwenda kucheza fainali na Yanga. Watanzania waitarajie fainali ya aina gani? Fainali. Nina hakika Yanga watakuwa serious, watatuonyesha mchezo mzuri kama walivyoonyesha Tanga. Na nina hakika Simba na Black Stars watapambana kikweli kuipata hiyo nafasi, kwa sababu hiyo nafasi ndio inakuthibitishia hatua fulani kwenye kukua kwa mpira wetu hapa nchini. Manake mbali ya wewe kuwa mshindi, lakini nafasi ile wewe unachangia kudumisha nafasi zetu 4 tunazozipata kila msimu. Ukivuka pale na ukiwa umekwenda kucheza mashindano hayo, unatuongezea alama hapa nchini. Kwa nina hakika sana Black Stars watafanya kila juhudi kuhakikisha wanapata nafasi, na nina hakika Simba nao watafanya kila juhudi kuipata hiyo nafasi. Nikushukuru sana mtazamaji. Huyo ni Salum Madadi, mkurugenzi wa mashindano ndani ya shirikisho la soka la Tanzania TFF, kama ambavyo umeweza kumsikia. Na kutokea hapa, mimi ni Hassan Mvula. Fatma Abdallah Chikawe. Shukran sana Hassan Hemedi Mvula, na wakati huu tukirejea hapa nikufahamishe kwamba ikiwa imesalia mizunguko miwili kumalizika kwa msimu huu wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara, bodi ya ligi kuu kwa maana bodi ya ligi Tanzania yenyewe imesema ushindani umezidi kuwa mkubwa, hususan katika mechi hizi za mwisho, jambo ambalo linachagizwa na mambo kadhaa ikiwemo udhamini wa Azam Media Limited unaotoa fedha kwa kila nafasi ambayo timu inashika kwenye msimamo. Haya yameelezwa na ofisa mtendaji mkuu wa bodi hiyo Almasi Kasongo Jumapili. Ligi na ushindani, ligi na ushindani, na siku zote nimekuwa nikilizungumza hili kuelekea kwenye michezo ya ligi, kwenye michezo ya mwisho ya ligi, siku zote ligi inaongezeka ushindani. Unaweza ukaona so far tujui bingwa ni nani, kwa maana ya timu zile ambazo zinapambania ubingwa. Unaweza ukaona kuna Yanga, unaweza ukaona kuna Simba pale, kuna Azam, kuna Singida. Hizi ni timu 4 ambazo zipo kule juu zinagombania uwakilishi wa mashindano yale ya kimataifa katika msimu wa 2025-2026. Kwa hiyo ni vita nyingine. Unaweza ukaona vita baada ya hiyo, vita hapa ya top 10. Unaweza ukaona kuanzia nafasi ya 5 mpaka ya 10, kuna Tabora hapo, kuna wengine wanafuatia hapo. Wote wanapambana katika hii michezo miwili iliyosalia kuona namna gani ambavyo wanaweza wakawa kwenye top 10. Ikumbukwe kwamba kuna bonasi ambayo utapata kulingana na nafasi utakayokuwa nayo, utakayomaliza kwenye ligi. Bingwa anapata $500,000, mshindi wa pili nafikiri anapata $250,000, kitu cha aina hii, wa tatu $200,000, wa 4 na vitu kama hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona mpaka yule mtu wa 16 anapata naye bonus yake. Kwa hiyo unaweza ukaona imezidisha mapambano. Achilia mbali kugombea nafasi, nimalize nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, lakini pia kumaliza katika nafasi plani pia. Katika nafasi plani pia tafsiri yake ni kwamba kuna define zawadi ya pesa utakayopata kutokana na bonus ya wenzetu wa Azam Media, kutokana na mkataba ambao tulioingia nao. Tukiangazia mengineyo, kikosi cha Pamba Jiji chenyewe kimeingia kambini kujiandaa na michezo ijayo ya ligi kuu soka NBC, ukiwemo ule wa Juni 18 dhidi ya mafande wa JKT Tanzania. Kocha msaidizi wa kikosi hicho Matias Mwandiba pamoja na ofisa habari wa Pamba Jiji Moses William wamesema wamelazimika kurejea mapema ili kuwa na muda wa kutosha kufanyia marekebisho kasoro ambazo zilijitokeza kwenye michezo yao ya mwisho. Maandalizi tunayofanya ni maandalizi ambayo naamini tunaenda kumalizia ligi, lakini sio kumaliza ligi. Ni maandalizi ambayo tunayafanya kwa kuhakikisha kwamba tunaandaa wachezaji wetu vizuri na tunaandaa kimazoezi na mwisho wa siku kimbinu na kiakili, ili kuhakikisha kwamba basi mpaka mwisho
wa msimu huu tuwe tumemaliza katika nafasi nzuri. Target yetu kama benchi la ufundi, viongozi na wachezaji ni kuhakikisha kwamba michezo iliyosalia yote miwili basi tunavuna pointi 6, na tuwezi kuvuna pointi 6 bila kufanya maandalizi mazuri. Kwa hiyo mazoezi haya tunayofanya wiki ya kwanza, naamini tunaenda kutengeneza sasa kurudisha hali ya wachezaji, kwa maana kwamba kwenye fitness yao. Baada ya hapo sasa tutaingia kwenye masuala ya mbinu na ufundi ili kuhakikisha kwamba yale yote ambayo tulimaliza mechi ya mwisho kwa maana zaidi ya Ken Gold na michezo mingine basi tunafanyia kazi na tunajiandaa vizuri kukabiliana na timu ambayo tunaenda kukutana nayo ambayo itakuwa ni JKT Tanzania. Tumerejea mapema, pengine kuliko ni watu wengine ni kwa sababu kuu mbili. Moja ni nafasi tuliopo, sisi kama club kama taasisi haturidhishwi hapa tulipo. Njia pekee ni kufanya kazi kila mmoja. Kwa hiyo benchi la ufundi, uongozi na management, kila mtu kwa nafasi yake anapambana kuhakikisha timu inabakia kwenye mazingira mazuri zaidi ya hapa ambapo ipo. Niwaambie wadau na mashabiki wa klabu ya Pamba Jiji, hizi mechi mbili ambazo zimesalia kunako ligi kuu Tanzania bara sio za mkurugenzi Kiomoni Kibamba, sio za Saidi Mtanda mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, sio za Peter Lehet CEO wa klabu yetu. Hizi ni mechi za sisi mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji kujitoa kuipambania timu ibakia kwenye mazingira mazuri. Na kama kawaida burudani ya kandanda mubashara inarejea tena ama inaendelea, lakini safari hii tunazungumzia ligi kuu soka ya NBC Tanzania bara ambapo kesho mchezo mmoja Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars saa 10 kamili za jioni kupitia chaneli yetu ya Azam Sports 1 HD ni KMC Complex pale. Lipia kisimbuzi chako shilingi 28,000 uweze kushuhudia burudani hiyo ya ligi kuu soka ya NBC Tanzania bara. Huu ni mshike na tutakaporejea. Al Hilal ya Saudi Arabia yaweka dau nono kumsajili Bruno Fernandes wa Manchester United. Na shangwe ya tawala kwa mabondia wa ngumi za kulipwa baada ya vitasa kurejea ndani ya Azam TV. Na tumerejea tena, karibu. Huu ni mshike. Mimi ni Fatma Abdallah Chikawe. Tuangazie michuano ya vijana sasa chini ya umri wa miaka 20 ambapo Fountain Gate yenyewe imetinga fainali ya michuano hiyo ambayo inaendelea kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi. Na matokeo hayo yamekuja baada ya kuichapa magoli 2-1 timu ya Ken Gold, na sasa itacheza fainali dhidi ya Azam FC. Makocha wa timu hizo mbili wamezungumza baada ya kumalizika kwa mchezo huo ambao umechezwa kwa dakika 120 kufuatia kutoka sare ya 1-1 kwenye dakika 90 za kawaida. Kugundua namna gani ambavyo tunacheza, so wakatupa big challenge kwenye maeneo hasa ya katikati ya kiwanja. Tumeona tulikuwa tunapata tabu sana timu kutoka kama ambavyo tumezoea kwenye utaratibu wetu wa kawaida. Though ilibidi nizungumze na vijana kwa sababu baada ya sisi kutangulia na Ken Gold kupata goli, pressure inakuwa kubwa. Kumbuke kwamba hawa ni vijana, pressure inakuwa kubwa, so sisi kama walimu tunao time ya kuzungumza nao. Tukafanya hivyo. That's why unaona kwenye dakika hizi 120 tukarudi kwenye comfortability yetu ya kucheza, kwa sababu plan yetu ni kucheza na kushambulia kwenye hizo wide area. Tulikuwa nao kwenye kundi moja, tunawafahamu the way wanavyocheza. Kwa hiyo nilitoa maagizo kwa wachezaji wangu kwenye dakika 20 za kwanza tujaribu kucheza man to man marking. Tuone nguvu yao iko wapi, kama kuna changes basi tutafanya kuanzia hapo kwenda hapo. Kwa bahati mbaya plan yetu haikukubali, tukaruhusu wapate goli ambalo liwapa nguvu mpaka tunaenda kwenye kipindi cha pili. Nafikiri kipindi cha pili tumeenda kwenye kipindi mapumziko, nimezungumza na wachezaji wangu kwamba sasa tunatakiwa tufunguke, tucheze mpira ambao tuliouzoea. Nafikiri kama ulivyoona mpaka dakika 90 tulifanikiwa kwa kiasi chake. Kwa Azam FC, matajiri wa jiji wao wamekata tiketi ya kutinga fainali ya michuano hiyo ya vijana wakifunga Kagera Sugar goli 1-0, mchezo ambao umemalizika muda mchache uliopita. Goli pekee la Azam limefungwa na Ismaili Ali kupitia mkwaju wa penalti. Ismail! Ismail Omar Ali anawatanguliza Azam FC. Ni bao ambalo walikuwa na hamu nalo mno, wamelisubiri kwa shauku kubwa.
Mchezo huu umemalizika kwa timu zote kuwa pungufu kwa ya mchezaji mmoja, lakini pia usisahau manake ushindi wa Azam FC wamevua ubingwa Kagera Sukari. Lakini tukielekea kule Kenya, Victor Mugubi Wanyama rasmi amerejea katika kikosi cha timu ya soka taifa ya Kenya The Harambee Stars na kutengua uamuzi wake wa kustaafu kuitumikia timu hiyo. Wanyama ni miongoni mwa wachezaji 25 ulioitwa na kocha mkuu wa Harambee Stars Benny McCarthy kwa ajili ya mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Chad Juni 7 na 10 mwaka huu. Tetesi za kurejea kwake kikosini zilianza kuzuka hivi karibuni baada ya kuthibitisha kwamba kocha Benny McCarthy amekuwa akimtafuta kwa muda mrefu akimsihi kurejea kikosini kwa kile anachodai bado ana nguvu ya kuisaidia Kenya. Wanyama mwenye umri wa miaka 33 alifikia uamuzi wa kustaafu kuitumikia Harambee Stars mwezi Septemba mwaka 2021 baada ya kuona hapati nafasi ya kuitwa mara kwa mara kwenye kikosi hicho na kuhitimisha miaka yake 14 kikosini tangu alipoitwa kwa mara ya kwanza mwaka 2007 akiwa na umri wa miaka 15 tu. Nyota huyo wa zamani wa Celtic, Southampton na Tottenham Hotspur kwa mara ya mwisho yaliichezea Kenya mwezi Novemba mwaka 2020, lakini sasa mwenyewe ameonekana kulegeza msimamo baada ya mabadiliko ya uongozi na mfumo wa uendeshaji wa soka nchini humo. Katika kuhakikisha Stand United chama la wana inarejea ligi kuu soka NBC Tanzania bara msimu ujao, mkuu wa wilaya ya Shinyanga wakili Julius Mtatiro yeye ametangaza kulipia gharama zote za kiingilio kwa mashabiki ambao watahudhuria mchezo wa mtoano dhidi ya Geita Gold Mei 29 mwaka huu. Akizungumza na Mshike, Mtatiro amesema hatua hiyo inalenga kuongeza hamasa kwa mashabiki kujitokeza kwa wingi uwanjani na kuiunga mkono Stand United. Kwanza juzi niliwasindikiza vijana wetu wa Stand United FC kama nilivyowasindikiza Songea na hata Mbeya. Niliwasindikiza kwenda Mbeya ambako katika mechi ya championship kutafuta nafasi ya kwenda ligi kuu. Stand imeifunga Geita Gold goli 2 na Geita Gold ikaifunga Stand United goli 2. Kwa hiyo tukatoka sare ya 2-2. Matokeo ambayo ni advantage kwetu. Kwa hiyo mechi ya marudiano ni Alhamisi wiki hii tarehe 29 hapa uwanja wa Kambarage. Na nimekwisha tangaza kwamba wananchi wote wa mkoa wa Shinyanga wanakaribishwa katika uwanja wa Kambarage kuanzia saa 8 mchana. Na hakutakuwa kuna kiingilio chochote kwa sababu viingilio nimekwisha vilipia kuhakikisha kwamba kuna hamasa ya kutosha. Uwanja ule tunatarajia kwamba unachukua watu takriban 30,000. Tunataka watu wote 30,000 waingie pale uwanjani kuja kuishabikia Stand United chama la wana. Na tukiangazia maandalizi ya mchezo wenyewe, ofisa habari wa Stand United Ramadhan Zolo amesema kikosi chao kinajiandaa vyema kuelekea mchezo huo ambao utachezwa Alhamisi ya wiki hii kwenye uwanja wa Kambarage Shinyanga. Lakini akizungumza na kipindi hiki, Zolo anasema kikosi chao kipo tayari kwa 100% kubwa na wachezaji wote wapo kwenye hali nzuri ya kimwili na kiakili. Baada ya playoff yetu ya kwanza kuweza kumalizika na kupata sare ya bao 2-2, maandalizi yetu yanaendelea kuelekea mchezo wetu wa playoff ya pili, mchezo ambao utachezwa katika uwanja wetu wa nyumbani wa CCM Kambarage siku ya Alhamisi ya tarehe 29. Stand ndio imeamka nginja mpaka ligi kuu. Tunawakaribisha sana, karibuni sana, karibuni sana. Tuko vizuri, Stand kama Stand. Hii ndio Stand yenyewe sasa. Geita Gold tunawakaribisha katika machinjio kwa sababu mazishi ataenda kuzika mwenyewe. Uwanja wake tunachinjia. Na ni baadhi pia ya mashabiki hao wakizungumza kuelekea mchezo huu. Lakini baada ya kupata sare ya 2-2 katika mchezo wa awali dhidi ya Stand United kwenye uwanja wake wa nyumbani wa Nyankumbu, timu ya Geita Gold yenyewe imeahidi kupata matokeo chanya katika mchezo wa ugenini wa mtoano, na hiyo ni kwa nia kupanda ligi kuu soka NBC Tanzania bara msimu ujao. Ofisa habari wa Geita Gold Samuel Dida amesema wanaamini michezo hiyo ya mtoano haina nyumbani wala ugenini, hivyo wana matumaini ya kusonga mbele. Dakika 90 za Nyankumbu hazikuwa nzuri sana kwa upande wetu, lakini pia zilikuwa zina mambo mengi nje. Tunaachana nayo, tunafikiria zaidi kwenda kucheza dakika 90 nyingine
pale katika uwanja wa Shinyanga. Kwa hiyo hatuna namna zaidi ya kujipanga. Technical bench wameendelea na program, sisi pia kama viongozi tunaendelea na program kuhakikisha kwamba tunakaa kwenye mizani mizuri ya kuishindani kuelekea mchezo unaofuata. Hautakuwa mchezo mwepesi kwa sababu wanacheza katika ardhi yao ya nyumbani, lakini bado ni mchezo ambao tunaweza kuumudu, tunaweza kucheza pasina kuwa na mashaka ya aina yote. Mimi nadhani timu ikipambana tutapata matokeo tu, tusihuzunike sana. Matokeo kweli yanauma, lakini ndio mpira una uvumilivu bwana, una matokeo matatu. Ikiwa ni mwendelezo wa furaha yao, mabondia wa ngumi za kulipwa nchini wenye wamezidi kuonesha furaha hiyo baada ya Mahakama Kuu ya Tanzania kuiruhusu Azam Media Limited kuendelea na shughuli zake za kurusha vipindi vinavyohusiana na mchezo wa ngumi na mapambano mbashara ya mchezo huo. Yaani unajua Azam ulifanya sisi tuonekane na tuende mbali zaidi. Hilo la kwanza. La pili, hata maslahi ya kiuchumi na kifedha tunapata zaidi ya na mapromoter wengine tofauti. Kwa sababu ukizungumzia Azam ilikuwa mabondia yote tayari, kila mtu ana maisha yake. Ndivyo Azam wavyoingia kuonesha boxing na kila mtu ana maisha yake, kila mtu ana bondia hapa na maisha yake kwa sababu kupitia kwa Azam. Tunawaomba, tuko chini ya miguu yenu. Nyinyi Tanzania hii ndiye baba, ndiye mama katika upande wa michezo, kwa sababu tunaangalia football, netball, riadha na kadhalika. Mnaibeba sana. Hasa kesi mahakamani imeisha. Basi tunawaomba, tuko chini ya miguu yenu, mrudi tena kwenye boxing, kwa sababu boxing unajua kama Lula Mbabe nasomesha na baba na mama na kaka na kadhalika, na watu yani na watu kibao ambao kipato kingine nikipata ulingoni. Hili swala kwangu mimi nimepokea vizuri, kulingana tumecheza fight nyingi hapa katikati, lakini mashabiki zetu hawajui tumecheza lini. Maana unacheza lakini unapigiwa simu unacheza lini. Kwa hiyo wanataka kila siku wakuone, kulingana Azam ndo walikuwa wanatutangaza, Azam ndo walikuwa wanafanya sisi tunaonekana kokote, yani tunapiga, yani kabla tangazo tu linatoka napigiwa simu. Tumeona unacheza mechi, lakini kwa sasa hivi imekuwa ngumu kulingana atuonekani. Yani tunacheza fight ndio, lakini hapo kizungumzia nasibu kacheza lini watu hawajui. Bwana, kwanza mimi nimefurahi zaidi. Tena nimefurahi 300%. Sio 100%. Kwa sababu Azam TV ni watu ambao wanasababisha sisi tumetambulika katika mataifa ya Tanzania. Azam TV imetusababisha kuna sehemu hatujawahi kufika na hajulikani ngumi zitafika lini. Lakini Azam TV vingamuzi vinauzwa na kule watu wanatuona kwenye ma-TV. Tuseme tu kwa wote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Azam imerudi sasa hivi na sisi tunafurahi. Siku moja tuliandaa press pale Nakos. Ilikuwa press ya usuni, tukiangalia sura kweli zinatuporomoka, yani hatujui tunafanya nini yani. Lakini leo kabisa kabisa kuna nuru leo inaonekana usoni kwetu. Tunaongea hapa, tunatabasamu, kwa tuna uhakika baba yetu karudi. Kwa hiyo tunasema kwamba jamani, tunaomba tu kwamba upande wa Azam tunaomba promoter wanakuja kiujanja kutuharibia ngumi zetu. Tuombe bwana jamani, yani mwafutilie mbali. Kwanza aje mtu na vidhibitisho vyote mnavyotaka nyinyi. Hataki ya kule kuona, sisi tutapigana wenyewe. Tutaenda kwa promoter wenyewe. Wanasema kimya kingi kina mshindo, tuendelee kula mtori, pengine nyama zipo chini. Huu ni Mshike, tutarejea. Karibu, tumerejea tena, tuendelee kuangazia taarifa zetu. Katika michuano ya French Open kwa upande wa wanaume, hii ni michuano ya tennis, Novak Djokovic ameanza vyema mchezo wake wa kwanza kisaka Grand Slam yake 25 kufuatia kupata ushindi wa seti zote tatu, 6-3, 6-3 na 6-3 dhidi ya Mackenzie McDonald. Hii inakuwa ni mara 21 kwa Djokovic kushiriki michuano hii tangu alipocheza kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 18 mwaka 2005. Akizungumza baada ya mchezo huo kumalizika, Novak Djokovic amekosoa kitendo cha michuano hiyo kuendelea kutumia watu kwenye maamuzi mbalimbali kwenye mchezo badala ya kutumia teknolojia. Taarifa mbalimbali zinadai kwamba klabu ya Al Hilal ya Saudi Arabia ipo kwenye mazungumzo na wawakilishi wa kiungo wa Manchester United Bruno Fernandes, na wamempa saa 72 kuchagua kukubali au kuikataa ofa yao ya pound milioni 200. Fernandes ana mkataba bado na United hadi mwaka 2027 wenye kipengele cha kuongeza mwaka mmoja, huku timu zaidi ya 10 ikiwemo Bayern Munich na PSG zikiwinda saini yake, lakini
lakini ofa kubwa zaidi inatajwa ni hii ya Al Hilali, ambapo wawakilishi wa Fernandes mpaka sasa wanaripotiwa kuwa katika mazungumzo na viongozi wa miamba hiyo ya soka huko Saudi Arabia. Lakini Manchester United yenyewe ipo kwenye wakati mgumu wa kuhakikisha inaongeza mapato ya klabu hiyo msimu ujao baada ya kushindwa kupata tiketi ya kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Tukirejea hapa nyumbani, mashindano ya mchezo wa karate kwa shule za msingi yamezinduliwa rasmi Dar es Salaam, huku lengo likiwa ni kuimarisha wanafunzi katika utimamu wa mwili na akili. Viongozi na waandaaji wa mchezo huo wameweka wazi namna wanavyohakikisha mchezo huo unakuwa na sababu zaidi ya kupata utimamu wa miili kwa vijana. Hili ni shindano la Interschools. Ni mashule mbalimbali yanakutana, ambayo ni shule za primary na shule za secondary, wanakutana kwa ajili ya kujipima uwezo. Hii ndo tunaibua vipaji. Wakianza mchezo wa karate wakiwa watoto, basi baadaye mpaka wanakuja kuwa vijana wakubwa, tunapata wachezaji wazuri ambao watakwenda kuwakilisha taifa letu, wataingia kwenye timu za taifa na wataenda kupeperusha bendera vizuri, bendera ya taifa. Watoto watukutu wakicheza mchezo wa karate wanakuwa ni watoto wema, na ambao ndio kilio cha taifa letu. Viongozi wetu wa nchi wanaona mmomonyoko wa maadili umekuwa ni mkubwa, lakini kupitia mchezo wa karate mtoto anaweza kubadilishwa akawa tabia yake nzuri sana. Lengo la kufundisha mchezo huu ni kuweka sawa watoto kiakili na kiafya, kwa sababu elimu na mazoezi ndio vitu vinavyoambatana, na ili upate matokeo mazuri katika mashule ni watoto kuwa sharp katika akili yao na katika miili yao. Kwa lengo letu sisi ni kuweka watoto sawa kiakili na kimwili. Martial arts inanisaidia kujilinda kwa watu wabaya na kujiamini na kuchangamsha mwili na kuongeza nguvu. Karate inasaidia mtu anakuwa active muda wote. Unakuwa haupo bila nguvu, una nguvu muda wote, na pia unaweza kudefense. Hata mtu kija kukuvamia anaweza kudefense wewe mwenyewe binafsi na wengine pia. Katika jitihada za kuiunga mkono serikali dhidi ya harakati zake za kuwanusuru watoto na matendo yasiyofaa, kampuni ya uchimbaji madini ya Mwamba imeanzisha klabu za michezo ili kuendeleza vipaji vyao. Lakini mbali na michezo, kampuni hiyo pia imepanga kutoa fursa ya mafunzo mbalimbali kwa vijana na kuwapatia ajira na uzoefu ili waweze kujikwamua kiuchumi. Mwandishi wetu Esther Sumira kutoka Geita na taarifa ya kina. Watoto na vijana katika kata ya Nyarugusu yakiashiria kupinga ajira hatarishi dhidi yao. Maandamano haya yamekomea katika viwanja vya michezo vilivyopo Nyarugusu, eneo ambalo vijana wanaonyesha vipaji vyao ambavyo huenda ndio ikawa safari yao ya kutimiza ndoto walizonazo. Hii talanta sio tu ya uchezaji wa mpira. Hii talanta pia ni kuibua uwezo miongoni wa vijana ambao wanaweza wakatumika katika jamii yao kwenye department mbalimbali. Watoto na vijana zaidi ya 400 wapo ndani ya mpango huo wa uwezeshaji, ambapo hupata mafunzo na mazoezi mara baada ya kutoka shuleni. Mwamba Mine wamekuja kuinua vipaji vyetu. Tunaomba waendelee hivi kuinua vipaji vyetu. Malengo makuu ya kampuni hiyo ni kuanzisha kituo cha michezo kwa watoto, na mpango huo tayari umeshaanza kufanywa kazi. Mpaka hapa ninavyoongea sasa tumeshaanza matengenezo ya uwanja katika plant yetu. Uwanja wa mpira wa miguu, uwanja wa netball na volleyball. Lengo sasa kupitia mashindano tukaweza kuchagua vijana, ambapo kuanzia leo tutaanza kuwasainisha. Inadaiwa kuwa kwa sasa wimbi la watoto mtaani na wale wanaojihusisha na ajira hatarishi hasa maeneo ya migodini imepungua. Hasa watoto baada ya masomo wengi walikuwa wakiwa wanaenda kwenye mzunguko ambao si rasmi. Wengine walikuwa wanatumwa na mama zao kuuza ndizi, kwenye michezo ya kamari. Lakini kupitia hii program tunawashukuru Mwamba Mine kwa sababu itasaidia kupunguza wimbi la watoto kuzurura na sasa wanakuwa kwenye mifumo rasmi ya michezo. Sambamba na hayo, klabu hiyo itasaidia kuibua vipaji kwa watoto na vijana kwenye sekta ya michezo, ambapo Mwamba Mine wamejidhatiti kuviendeleza. Nikiripoti kutoka mkoani Geita, Esther Sumira, Azam Sports.
Bila shaka umeshuhudia goli hilo tamu na la aina yake. Lakini taasisi ya michezo ya Nyamonge imeandaa tamasha ambalo linawahusisha wachezaji kwa maana ya watu wenye ulemavu, ambao lenyewe litafanyika Juni 8 mwaka huu katika viwanja vya Mwembe Yanga, Dar es Salaam. Na tamasha hilo litahusisha michezo mbalimbali ikiwemo mchezo wa rede, mpira wa kikapu na michezo mingine. Tamasha la michezo kwa ajili ya watu wenye ulemavu siku ya tarehe 8. Tunategemea kufanya tamasha hilo kwenye viwanja vya Mwembe Yanga, na tutakuwa na michezo takribani 3 mpaka 4. Watu wenye ulemavu kutakuwa na mchezo wa goalball, kwa maana watu ambao wenye ulemavu wa macho ama uoni hafifu, lakini pia tutakuwa na wheelchair basketball, mpira wa kikapu kwa watu wenye ulemavu, lakini pia tutakuwa na watu wa mpira wa miguu wenye ulemavu. Katika kunogesha zaidi tumealika na wenzetu wa mchezo wa rede ya kisasa, nao watakuwepo katika tamasha hilo. Tamasha linatarajiwa kufanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 1 jioni. Huu ni mchezo kama michezo mingine, na jinsi nilivyowatengeneza wachezaji wangu, sikuwaonyesha waje wapate kitu kupitia tamasha hili, lakini kikubwa nilichokuwa nimewaonyesha waje wautangaze mchezo kwa ajili ya baadaye, kwa sababu lengo kubwa klabu hii iwe kubwa na tuwe na ligi yetu kama watu wasioona Tanzania ya goalball. Sawa? Kwa hiyo lengo au malengo yetu sisi kama watu wenye ulemavu wa macho, tuwe na ligi yetu Tanzania. Tuje wote tusherekee jamani, hasa wale kwa maeneo ya jirani pale Temeke pale, sijui Tandika, sijui Mbagala, Ilala yenyewe. Tujae jamani, tuwe nyomi. Nyamonge ameleta raha duniani. Kama hivyo ni special kabisa mchezo huu. Mimi mwenyewe nitakuwepo. Nitakuwepo. Naweza kusema kwa kweli hakuna shido. Nyamonge hakuna shido. La iwepo, watu wapate raha duniani. Wale ndugu zao ambao wana walemavu na kidogo kama ana kipaji fulani sio upande wa michezo, mruhusu aje. Usimweke ndani, usimfiche fiche. Mimi nasisitiza sana wazazi ambao mnawaficha watoto ndani kutokana na ulemavu wao, watoe. Uwezi jua unamficha nani wa baadaye jamani. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania tushiriki. Sisi tutahakikisha kama Chido Point kutakuwa na burudani za kutosha, sio tu michezo bali na burudani tofauti kwa wenzetu, na ambao wote tunakuja kujumuika mtaburudika. Na hatua ya robo finali ya mashindano ya Mfaume Cup bega kwa bega na Mama Samia inatarajiwa kwanza Mei 30 Ijumaa katika uwanja wa Mabibo, Dar es Salaam. Mwandaji mkuu wa mashindano hayo, bondia Mfaume amewaita wadau na wadhamini mbalimbali wamshike mkono ili aweze kutimiza malengo ya kuendeleza vipaji vya soka. Sasa hivi tunaelekea katika hatua ya robo finali, na juzi tulifanya draw na wasanii mbalimbali, mashabiki walikuwa wengi sana, lakini robo finali itaanza Ijumaa siku ya tarehe 30 mwezi huu wa 5. Na pia vile vile ni washukuru Azam TV kwa kuweza kunisupport. Ni mara nyingi mnatembelea uwanjani na kuja studio kuzungumzia Mfaume Cup bega kwa bega na Mama 2025. Hii yote ni kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya kuendeleza michezo hapa nchini Tanzania. Binafsi mashindano hata robo finali haijaanza na inaanza Jumaa, lakini tayari nimeshauza gari yangu ili kuendesha mashindano. Sasa robo haijachezeka. Nitauza vingapi? Na maana nitauza viwanja na nitauza nyumba. Kwa hiyo ninachopenda kwamba wadhamini waniunge mkono, ni support, kwa sababu ni mashindano makubwa, mkusanyiko wa watu wengi na wachezaji vijana wanajua mpira, na pia vile niwakaribishe viongozi wa timu kubwa mbalimbali kuja kuangalia vijana. Uongozi na baadhi ya wafanyakazi wa Azam TV umeendelea na utaratibu wa ufanyaji mazoezi kupitia klabu ya Azam TV Fitness, lengo likiwa ni kujimarisha kiafya. Mratibu wa Azam TV Fitness, Mohamed Mchokoleka, anasema lengo la klabu hiyo ni kutoa hamasa ya ufanyaji mazoezi ili kulinda afya ya kila mfanyakazi wa Azam TV. Mazoezi ya leo yamefanyika katika viunga vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa washiriki kukimbia na kutembea na kufanya mazoezi. Namna ndio tunahitimisha hivyo mshike hii leo. Kama kawaida, nikukumbusha miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo. Mnyama Simba kuikabili Singida Black Stars ligi kuu ya NBC hapo kesho dimba la KMC Complex. Bodi ya ligi kuu Tanzania yajipanga kusimamia kwa haki mechi za mwisho za ligi kuu ya NBC.
Na Al Hilal ya Saudi Arabia yaweka dau nono kumsajili Bruno Fernandes wa Manchester United. Mimi ni Fatma Abdalla Chikawe, kwa niaba ya wote ambao umeshiriki kuletea kipindi hiki tuseme asante na usiku mwema.